na mwelewa kwa nini wanataka kufungia hii mikutano, kitu ambacho hawataweza. Tulisema kuhusu bei ya mafuta mwanzoni yalipopanda, na tukasema huu ni wizi, kwa sababu mimi nimekuwa waziri kivuli wa nishati na madini, na baadaye ikagawanyika, Mnyika akawa madini, akawa nishati, mimi nikawa madini. Kwa najua masuala ya uagizaji wa dizeli na petroli kama ninavyojua kiganja cha mkono wangu. Mafuta yanapoagizwa kutoka kule yanakotoka Uarabuni yanatumia siku 90 kusafiri. Sio kwamba ukinunua mafuta Arabuni leo yanafika siku hiyo hiyo Tanzania. Kuna kupakia, kusafirisha, siku 90. Kwa kama na Tanzania inanunua mafuta kwa kitu kinaitwa bulk. Sema bulk. Kwa wingi. Hatununui mafuta kibaba kwamba ya kutumia leo, yaishe, kesho, yaishe. Hapana. Tunatumia, kwa mfano tunatumia lita milioni 1.99. Milioni 1.99. Milioni 199 kwa mwezi ya diesel. Na tunatumia karibia ya petroli lita milioni ngapi? 50 kitu, I think, kama sijakosea. Yes. Kwa hiyo diesel lita milioni 1.99 na petroli 140 milioni. Kwa hiyo mafuta haya yanapoagizwa kwa mwezi, tunakuwa na mafuta ya kutumia kwenye matenki ambayo alijenga Mwalimu Nyerere, yanaitwa tipa. Wakati wa vita ya Uganda aliona kutakuwa na shida ya namna ya kutunza nishati, akajenga mapipa kule, tipa kule Kigamboni. Yanakuja yanatunzwa hapo. Kwa tunatumia kwa miezi mitatu, wakati mengine yakiwa yanakuja. Na yamepanuliwa, mengine tunatumia mpaka miezi 4. Lakini siku mafuta vita imeanza tarehe 27 mwezi wa pili, kufika mwezi wa 3 wakaanzisha petroli ikapanda bei, dizeli ikapanda bei. Tukawauliza, hayo mafuta mnayouza ni stock iliyokuwepo, iliyonunuliwa kwa bei rahisi, ikaingizwa kwa bei rahisi, na ikalipiwa ushuru kwa bei rahisi, ikasafirishwa kwa bei rahisi. Inakuwaje mnawauzia watu kwa bei juu? Hawakujibu. Mpaka sasa mafuta ya Tanzania ni bei juu. Sasa naomba simu yangu. Kuanzia mwezi Aprili, Mei, Juni na Julai, Tanzania imeingiza mafuta kwa bei juu kuliko nchi nyingine zote za Afrika Mashariki. Kwa mfano, bei ya mafuta metric ton, tani moja ya bei ya mafuta Tanzania ilikuwa inaingiza kwa dola 200 mpaka 260 per metric ton. Uganda ilikuwa inaingiza kwa dola 83. Sisi metric ton moja dola 200 mpaka 260, Uganda 83. Zambia 164. Mozambiki ambao nao wana mlango wa bahari 90. Sasa Mozambiki wao wana mlango wa bahari, Uganda wana mlango wa bahari, wanategemea mafuta yatoke Tanzania yaende kwao. Ndio maana bei ya mafuta ya dizeli Uganda ni chini ya shilingi 2,000 na kitu, sisi shilingi 4,000 na kitu. Bei ya mafuta ya petroli Uganda ni 2,900, sisi ni shilingi 4,000 na kitu. Kampuni zinazouza mafuta ni TPDC ya Tanzania pamoja na kampuni inaitwa Vitol. Vitol ndio wanaouzia Uganda mafuta. Vitol ndio wanaouzia Msumbiji mafuta. Vitol ndio wanaouzia na nchi nyingi. Inakuwaje Vitol hiyo inaiuzia Tanzania mafuta mara 3 zaidi ya bei inayouzia Uganda? Hivi mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Nyosha mikono tu. Sasa mtu wa Tabora
umeuziwa mafuta shilingi 554 zaidi ya kile ulichotakiwa kununua. Yaani kama ulitakiwa kununua petroli shilingi 3,500, sasa unauziwa shilingi 4,000 na mamia. Pesa ya mtu maskini shilingi 550, ukipiga mara lita milioni 199 na lita milioni 140 kwa mwezi, kwa miezi mitatu, zaidi ya shilingi bilioni 650 za nchi hii zimekwapuliwa. Na tunaambiwa kwamba hizi kampuni zina vinasaba na watoto wa viongozi ambao ndio wanafilisi nchi hii kwa maumivu yenu. Sasa wanamtuma huyu kijana aje kuzuia tusiseme ufisadi huu. Kupitia wananchi wa Tabora tunataka TAKUKURU hii isiyokuwa na meno, tunataka mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali afanye special audit kwenye bei ya mafuta yaliyoingizwa Tanzania mwezi Aprili, mwezi Mei, mwezi Juni na mwezi Julai, tujue ni kina nani wamechukua hizi fedha na zimeingia kwenye mfuko wa nani. Haki ya Mungu wa Tanzania watakubali fedha zao zikuapuliwe namna hii. Pengine wewe huna gari, unaweza ukafikiri kwa sababu huna gari bei ya petroli haijakuathiri. Pengine wewe unafikiri mimi sijasafiri kwa mwezi huu, kwa hiyo hainihusu. Lakini petroli ikipanda bei, kila mtu anaathirika. Wewe bodaboda uliyekuwa hapa, kama ulitakiwa kupata faida shilingi 10,000 kwa siku, ile margin of profit inashuka kwa sababu umetumia petroli zaidi na bei yako haijapanda. Mazao, mihogo iliyosafirishwa imesafirishwa kwa bei ya juu, kwa hiyo watu wameenda sokoni wamenunua mihogo zaidi, kwa sababu Samia na serikali yake ya kifisadi wamenunua mafuta kwa wizi, kwa ufisadi, kwa bei juu, kwa kukuumiza wewe. Haya ndio mambo ambayo yanawasababisha wanataka kuzuia mikutano tusiendelee kuexpose uchafu huu. Ndugu zangu, tunateswa na haya mambo yote ya wizi, ufisadi, unyang'anyi unaowafanya muwe maskini, na mmefika sehemu mnaona umaskini ni sehemu ya maisha yenu, na wengine mnajipa matumaini ya uongo kwamba maisha mazuri tutaenda kuishi mbinguni. Hao wanaowaambia mtaishi maisha vizuri mbinguni, siku hizi mimi naona sui wale wanaitwa mitume na manabii wanamiliki ndege, wanamiliki magari mazuri kama lile ya kwangu, mazuri zaidi, wanalala nyumba nzuri. Kuna watu wana mahekalu